na kwa hiyo wanawake pia walisulubishwa na watoto. Hiyo ni wazi, na ukumbuke kwamba sio wote walipigwa misumari kama Yesu alivyopigwa misumari. Wengine walifungwa kwa kamba na pia pale walitia pale msalabani. Basi yote aliyekuwa na makosa makubwa, hasa kama ya usaliti, treason, na makosa ya mauaji ya viongozi kwa mfano, sababu yao ilikuwa hiyo ndio capital punishment, ilikuwa kubwa, ni kusulubishwa. Na kwa hiyo Pilato alikuwa mkali zaidi, hasa wakati kabla ya kuondolewa kwake. Alikuwa mkatili na alisulubisha wengi, wanawake na watoto na wanaume. Najua wanaokuwa active politically, kisiasa, na wanaokuwa violent ni wanaume wengi wao. Kwa hiyo wengi wao walikuwa wanaume. Hata sasa hivi katika jamii yetu ndio kuna wanawake wakatili wanaotumia wanaokuwa na hatia kubwa. Wapo wanawake siku hizi kutokana na maendeleo yaliyopo, lakini zamani wengi walikuwa wanaume, kwa sababu ndio walikuwa wanaingiza katika mambo ya halaiki, mambo ya siasa, mambo ya kutafuta mali. Ndio hao walipatikana wengi, lakini pia wakina mama ambao walikuwa wakatili, wauaji, wezi na wenye makosa makubwa ya jamii walikuwa pia wanaadhibiwa namna hiyo. Wengine waliadhibiwa kifo, na kwa kifo aina mbalimbali. Ndio hapo ya adhabu kali kabisa ni hiyo ya